Lakini mikakati ya udhalilishaji katika maskuli mbalimbali na dahalia, kama ambavyo nimesema, tunao maafisa wetu wa counseling katika maeneo haya, lakini kutoa elimu kila siku kwa wazazi kupitia kamati zao za skuli, lakini na skuli kuongea na wanafunzi on daily to day. Swali la elimu la udhalilishaji kwenye zile assembly za asubuhi, huwa tunataka walimu wakumbushe dalili hatarishi za wao kama huyu anaenda kunifanyia udhalilishaji, ili aweze kuzijua. Na wanapoona nyimbo zao wanaimba, tunakuwa mpaka kwenye nyimbo vile vitoto wana nyimbo zao ambazo wanaimba za kuwapa confidence ya kujilinda, usikubali kukamatwa sehemu hizi, na wanaimbishwa nyimbo kabisa na wenyewe wanaziimba na wanacheza, na kusahau mtoto unapomfundisha kitu yeye anakuwa hana aibu. Kwa hiyo anakamata sehemu zote ambazo hatakikani kukamatwa na yoyote, na wanaimba. Lengo ni kuhakikisha kuwa unakuwa na ile self protection yao wenye wao baadhi ya wakati. Lakini niendelee kutoa wito, swali la udhalilishaji tunaofanya ni sisi wenye akili zetu, sio wale watoto. Na kwa sababu mara nyingi sisi wenye akili ndio tunawasababishia wao udhalilishaji, kwa hiyo inakuwa ni tabia na wao sasa baadaye wanarithishana, kwa sisi tunawazoesha kufanya. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, tujaribu sana kuwanusuru watoto wetu na kuwadhibiti na vitendo hivi vya udhalilishaji katika ngazi ya familia, katika masimu haya na TV ambayo tunawapa. Kuna mambo ambayo hawastahiki kuona watoto, tuwasimamie wasione. Tunawapenda sana watoto wetu, baadhi yetu siku hizi. Kwa hiyo unampa access ya simu, anaingia na una mambo ya ajabu. Hii haikubaliki. Manake udhalilishaji unaanza na wewe. Wewe mzazi ukiona unampa mtoto wako simu na access mambo kubaliki, wewe unamdhalilisha wewe mwenyewe, kabla ya kufika huko akakutana na hao wengine. Kwa kila mmoja katika swala la udhalilishaji, ni wajibu wetu kila mmoja acheze, play role yake, asimamie kuhakikisha kuwa na mlinda huyu mtoto wa kwangu na mbali wa kwako, lakini umlinde na mtoto wa mwenzio pia huko ambaye anakuweko. Nitoe wito kwa walimu kuwasimamia kwa karibu, kwa sababu peer group na peer pressure ni rahisi kuathiriana. Kuna changamoto hiyo udhalilishaji, kuna changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kuna kesi utashangaa mtoto wa darasa la 2 anakamatwa na unahitaji ile kidude kile skanka, yes. Manake mimi napata shida kukijua kwa sababu siko familia nalo, lakini kesi zinaletwa. Sasa unajiuliza, na mtoto akihojiwa ni nyumbani kwao, baba ndo biashara yake anafanya basi. Sasa ikiwa wewe anachukua kama pipi tu, kwa kila mmoja katika swali la udhalilishaji, niombe sana vyombo vya habari tukemee kwa sauti kubwa. Nyinyi mna nafasi kubwa sana, mnaongea kila wakati, masaa 24 vyombo vya habari mnazungumza. Nikuombeni sana swali la udhalilishaji hili, jamani, tunahitaji wataalamu kama sisi tuliopo hapa sote, wakae na kuijadili maendeleo ya nchi yetu. Ikiwa tutaacha watoto wetu waendelee kuwa wahanga wa matendo ya udhalilishaji, taifa litakuwa kwenye mikono ambayo si salama. Kila mmoja wetu tujitahidi kuhakikisha hili tunaanza. Na kwenye dahalia huku, ndugu waandishi wa habari, tunajitahidi sana kuweka mametro na mabasa kwa ajili ya ufuatiliaji ya wanafunzi katika mazingira haya ya shule, na kuweka miongozo na taratibu ya kuingia na kutoka kwa wanafunzi, wageni wanapokwenda, kuzuia wageni wa nje, lakini hata kufuatilia wanafunzi wenyewe kwa wenyewe. Kama ambavyo tumesema, baadhi ya wakati wanafunzi wenyewe kwa wenyewe wanafanyiana udhalilishaji, kwa wanakuwa wanamonitor na nafuatilia ili kudhibiti hivi. Na mara nyingi baadhi ya wakati inapotokea hii katika ngazi ya skuli, kuna maadili ya kulea. Mtoto anapokosea katika mazingira ya shule, hata nyumbani tu anapokosea, unamrudi kwa taratibu ambazo zipo. Uendi saa nyingine kwenda kwenye vyombo vya habari, na yanatokea baadhi ya wakati yanarekebishwa, yanachukuliwa hatua na maisha yanasonga, kwa sababu anakuwa ni sehemu pia ya